Mtume Musa alayhi salam siku moja alimwambia Allah tabarak wa taala, ya Rab, kaifa yastati'u Adam an yuaddiya shukran ma sanatahu ilayhi. Ewe Mola mlezi, vipi Adam ataweza kuregesha shukrani kwa yale aliyomfanyia? Mtume Musa alayhi salam akaanza kumhisabia Allah tabarak wa taala kwa kumwambia, khalaqtahu biyadik wa nafakhta fihi min ruhik wa askantahu jannatak wa amarta almalaikata fasajadu lahu. Vipi Mola mlezi, Adam ataweza kuregesha shukrani kwa yote hayo aliyomfanyia? Umemuumba kwa mikono yako, umempuliza roho yako, umemkalisha pepo yako na bustani lako, kisha ukawaamrisha na malaika wamsujudie. Kwa haya yote vipi ataweza kuregesha shukrani? Mwenyezi Mungu alimwambia Musa, ya Musa, alima anna dhalika minni fahamidani alayhi fakana dhalika shukran lima sanatuhu ilayhi. Ewe Musa, Adam alilifahamu hilo, na Adam aliyajua hayo, ikawa shukurani tosha kwa kunishukuru kwa kule kwake kufahamu ya kwamba mimi ndo nilomfanyia hayo. Sasa sisi leo kuweza kufika sehemu kama hii, na sisi leo kuafikiwa hivi tulivyoafikiwa na Mola wetu, ni neema kubwa sana tumeipata. Twastahiki kufahamu ya kwamba tuko kwenye neema, ili iwe sababu ya sisi kuzidishiwa neema kama hizi. Leo hapa mumesema ya kwamba ni mara ya kwanza hili kufanyika, lakini ikiwa tutakuwa na wingi wa ufahamu ya kwamba ni neema kutoka kwa Allah tabarak wa taala, basi mambo haya yataendelea na mambo haya yatazidi, kwa sababu asili Allah tabarak wa taala kila kishukuriwa kwenye neema aliyoitoa huzidi kuzimiminisha neema zake. Sasa nikiwauliza wanafunzi mlioko hapa pamoja na walimu, kwa hili la leo mwataka liendelee, hamutaki liendelee? Kwa hili la leo mwataka liwe leo ndio mwanzo na mwisho, au baada ya leo yafanyike mingi zaidi ya haya? Ina maana ya kwamba twalitarajia hilo na twaliomba hilo na twalitaka hilo, lakini hayo kufahamika na hayo kupatikana ni sisi kufahamu ya kwamba hii ama hili ama haya ya leo si kwa uwezo wetu, ni kudra na uwezo na fadhila na neema za Allah tabaraka wa taala. Mimi sitokuwa mwingi wa mazungumzo, nitazungumza kwa kile nitakachoafikiwa na Mola wangu, lakini nataka kuambia wanafunzi mulioko hapa, tatumia nakala, na nakala hii sana imelenga kwenye elimu ya dini, lakini msimamo wangu mimi, elimu yetu ya dini ya Kiislamu haibagui elimu yetu ya dunia. Dini ya Kiislamu, elimu ya dini ya Kiislamu haibagui elimu ya dini ya kidunia. Mfano mzuri, watoto wana haki kwa baba zao kama ambavyo kwamba baba na wazazi wana haki kwa watoto wao. Mtoto wako, miongoni mwa haki za kumpatia mtoto wako kama mzazi ni kumsomesha mtoto wako. Mimi nasimama kwa msimamo wa elimu yangu finyo alionipa Mola wangu. Ukimsomesha mtoto wako elimu ya dini pasina elimu ya dunia, umemdhulumu mtoto wako. Kama ambavyo kwamba ukimsomesha mtoto wako elimu ya dunia, usimsomeshe elimu ya dini, hapo ndo umemdhulumu kabisa. Lakini fanya ya kwamba ni mzazi uipendao dini, useme mwanangu hamsomesha mimi dini peke yake,
mwanangu sitaki nimsomeshe dunia, umemdhulumu mtoto wako. Lakini usawa ni umsomeshe mtoto wako elimu ya dini na elimu ya dunia, kwa sababu kwa yote mambo laisa shay'un a'azzu min al-ilm. Hakuna kitu chenye ezi na hakuna kitu chenye sharafu na hakuna kitu kitukufu kama elimu. Elimu ni kitu kikubwa sana. Leo kuna watu wamesonga mbele, na leo kuna watu wanaendelea kusonga mbele, na leo kuna watu wako nyuma, na leo kuna watu wanazidi kusonga nyuma. Ukitizama sana, si lingine ni masala ya elimu. Sisi hapa tuko pwani, na sisi wanapwani ni mahodari kwa elimu, na sisi wanapwani vitwa vyetu hushika hata kuliko watu wengine. Lakini sifa yetu kubwa tuliopawa leo kwamba wapwani hawasomi, wapwani ni wachache wa elimu, wapwani ni wafinyo kwa elimu. Ni kweli ni uongo? Mwalikubali hili, mwalikataa? Naam, mkweli. Sasa mkweli, kwa kuwa mkweli tuko finyo kielimu au hizi ni katika kauli za kutufanya sisi tusisome? Ina maana kwa yote yaweza kupatikana ni kwamba hutolewa kauli hizi ili sisi tusisome, au pia ni kwamba ni kweli hatutaki kusoma, lakini naamini ya kwamba akili zetu ni hodari na akili zetu ni shapu sana. Sasa kama vijana wa Kiislamu mulioko mashule, mulioko ma college, mulioko ma university, simameni kuisoma dini yenu na simameni kuisoma dunia yenu. Angalia, hatuwezi kuepukana na elimu hii ambayo kwamba nyinyi mwisoma. Leo hapa mimi nimesimama katika nasaha nitakazozitoa au wingi wa maneno yangu nitakayozungumza, utaona sana nitalenga katika Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kuna mahali wewe ukisimama utanipa ambao kwamba mimi sina, kama ambavyo kwamba mimi ninavyokupa ambavyo kwamba wewe hauna.